99% ya Wakristo wa sasa wanaamini kuwa Biblia haijawahi kubadilika. Lakini ukweli ni kwamba mwaka wa 325 baada ya Kristo, dola ya Kirumi iliunda baraza lililoitwa Baraza la Nisea, lililofanya upembuzi wa Biblia na kuamua vitabu gani viwemo kwenye Biblia na vitabu gani vitolewe. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi tafadhali bonyeza alama ya subscribe, usisahau kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani. Toleo la Biblia ya Ethiopia ni mojawapo ya matoleo ya zamani zaidi ya Biblia. Lina vitabu vingi zaidi na linafunua unabii uliopotea, historia zilizofichwa na hadithi ambazo Ukristo wa Magharibi ulizificha. Tofauti na Biblia ya Magharibi, Biblia ya Ethiopia haikuwahi kuhaririwa na dola ya Roma. Baraza la Nisea liliamua ni vitabu gani vitajumuishwa katika Biblia ya Magharibi na viliondoa vitabu vingi. Imeandikwa kwa lugha ya Giz ambayo ni lugha ya kale ya Ethiopia. Giz ni miongoni mwa lugha kongwe zaidi zilizowahi kuandikwa na bado inatumika na makasisi wa kanisa la Orthodox la Ethiopia hadi leo hii. Injili za Garima, yaani Garima Gospels, zinatoka kati ya mwaka 330 hadi mwaka 650 baada ya Kristo na ni za mamia ya miaka kabla ya maandiko mengi ya Biblia ya Magharibi. Injili za Garima ni vitabu 4 vya Injili ya Agano Jipya vilivyonakshiwa kwa michoro ikionyesha mpaka sura za waandishi wa injili hizo. Injili ya Garima ina vitabu vya Mathayo, Marko, Luka na Yohana vyenye michoro, yani illustrated manuscript. Biblia ya Ethiopia ina vitabu 81. Wapo wanaosema ina vitabu 88, lakini vitabu 7 vya ziada huwa haviwekwi kama kanuni ya Biblia, badala ya 66 vya Biblia ya Kiprotestanti au 73 ya Biblia ya Kikatoliki. Biblia ya kanisa la Orthodox la Ethiopia inajumuisha maandiko ya ziada kama vile Makabayo wa kwanza na wa pili, kitabu cha Henoko, kitabu cha Jubilei na mchungaji wa Hemas, yani Shepherd of Hemas. Kitabu cha Enoko kinaeleza kuhusu malaika waangalizi, yani watchers, ambao ni 200 walioteremka duniani wakaoa binadamu na kuzaa Nephilim, yani majitu. Kinaelezea mambo aliyoyaona Henoko baada ya kutwaliwa kwenda mbinguni. Kinaelezea idadi ya mbingu na aina za malaika na mionekano yao. Wakati huo kitabu cha Jubilei kinaandika upya mwanzo, kikidai historia ya binadamu ni ya zamani zaidi kuliko inavyoelezwa katika Biblia ya Magharibi. Lakini pia kitabu cha mchungaji wa Hemas kinaelezea maono ya mbingu na Jehanamu, kikionya kuhusu hukumu ya mwisho. Vitabu vya Makabayo wa kwanza na wa pili vina hadithi za kipekee ambazo hazipo katika Biblia ya Magharibi. Ikumbukwe, Makabayo wa Biblia ya Ethiopia ni tofauti na Makabayo wa Biblia ya Kikatoliki, na hata hadithi yake ni tofauti kabisa. Makabayo wa Biblia ya Ethiopia inamwelezea mtu anaitwa Mekabis, tofauti na Yuda wa Makabayo wa Kikatoliki. Ethiopia ina nafasi kubwa katika historia ya Biblia. Malkia wa Sheba aliyemtembelea mfalme Sulemani alikuwa kutokea Ethiopia, na wengine wanaamini kuwa mwanawe Menelik wa kwanza alipeleka sanduku la agano, yani Ark of the Covenant, nchini Ethiopia. Maandishi fulani ya Ethiopia
bado yanadai kuwa sanduku la agano bado limefichwa nchini Ethiopia. Biblia ya Ethiopia inapinga wazo kuwa Biblia ya sasa ni kamili na inazua maswali kuhusu maarifa mengine yaliyopotea kwa muda. Ingawaje kuna baadhi ya wanatheolojia wanaopinga usahihi wa baadhi ya vitabu vilivyomo katika Biblia ya Ethiopia, lakini ukweli ni kuwa kuna mengi yaliyojificha na hatuyajui. Na kuujua ukweli wote sio kazi rahisi. Asante sana kwa kutazama video yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali kama bado hujasubscribe, tunakuomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu zinapowekwa hewani, lakini pia ili uweze kuwa mwanafamilia wa Simulizi Library. Asante mpaka wakati mwingine.